tarehe 17 tutakuwa na mkesha kabambe kabisa katika viwanja vya Azimio. Tutakuwa na Mbosokani, lakini pia tutakuwa na Dogo Pattern. Black Member watakuwa ndani ya stage. Lakini yawi sasa yamekuwa Dr. Samia mgombea urais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Ataunguruma na kuhutubia wananchi na kunadi sera za Chama cha Mapinduzi. Tarehe 18 wananchi wote tunawakaribisha sana. Kwa bila shaka umetazama ni nini ambacho umekiona kupitia kifaa chenye teknolojia ya hali ya juu ambacho kinaonyesha miradi kutoka kila kona mwa nchi hii. Kwa wewe ambao umeweza kutazama hili, unaweza kuliongezea hili? Kwa kweli nimeona maendeleo makubwa kwenye kifaa hiki ambacho nimekiona. Mimi kwa majina naitwa Kusundwa Wamarwa, ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Wafugaji Tanzania. Katika kifaa maalum ambacho wanaangalia miradi mikubwa ambayo imetekelezwa na serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwanza nimeweza kuona bwawa la Mwalimu Nyerere. Sisi kama jamii ya wafugaji, bwawa la Mwalimu Nyerere tunashukuru sana kwa mradi huo, kwa sababu limeongeza uwezekano mkubwa wa kupata umeme masaa 24, kitu ambacho viwanda vingi sana vimefunguliwa hasa mkoa wa Pwani. Viwanda vya kusindika nyama, kuna viwanda vya maziwa vimetengenezwa, vimekuwa na uwezo wa kufanya makazi muda wa masaa 24. Kwetu sisi kama jamii ya Watanzania na jamii ya wafugaji, katika hilo tunashukuru sana. Lakini nimeona daraja la Busisi Kigongo ndani ya Ziwa Victoria, ni daraja kubwa lenye njia za kutosha, magari yanapita muda wote pale. Na ujio wa Mheshimiwa Rais, sisi kama jamii ya wafugaji tuko tayari kumpokea, tunamfurahia. Kuna maendeleo makubwa ambayo yamefanywa kwenye sekta ya mifugo mkoa wa Katavi. Tuna kiwanda cha maziwa, tumepima maeneo ya malisho, lakini tunaendelea na masuala ya chanjo ambayo serikali imetutengea zaidi ya bilioni 20. Kipindi hiki ni kipindi cha wagombea kujinadi. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ni mmoja kati ya wagombea. Wahudhurie kwa wingi, waje wasikilize sera, waje wasikilize ilani ya Chama cha Mapinduzi inaahidi nini katika miaka 5 mingine ijayo. Unaweza ukawaelezea Watanzania kwa kile unachokiona ni kitu gani? Hapa ninachokiona, niko naangalia bwawa la Mwalimu Nyerere ambavyo bado liko katika ujenzi. Kupitia teknolojia hii ambayo inaweza ikakuonyesha miradi takribani yote kwenye taifa hili, inafikisha ujumbe gani kwa wananchi? Ujumbe unaofikisha ni kwamba serikali yetu inazidi kupambana kujenga miundombinu ambayo ni stahiki kwa wananchi. Upi wito wako kwa wananchi kujitokeza siku hiyo? Wito wangu kwa wananchi ni kwamba wafike kwa wingi ili waweze kusikiliza sera za mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan, kwamba ni kitu gani ataenda kufanya zaidi kwa hiyo miaka 5 ya mbeleni, Mungu akimjalia kuwa rais kwa kipindi kingine.